Kumekuwa na mbishano na hoja zisizokuwa na sababu huko mitandaoni, na hii ikionyesha ni hali gani ya ulimbukeni ambao wasanii wengi wanao, watangazaji wengi wanayo, na media nyingi sana wana hali hii ya ulimbukeni wa vitu vidogo vidogo na kushindwa kuconcentrate na vile vitu vya muhimu katika jamii. Tumeona hadi waandishi wa habari, media mbalimbali zikiingia katika mfumo mmoja tu huu ambao mimi ninaoita ulimbukeni. Nachotaka kuzungumza ni kitu gani? Hii ni baada ya Diamond Platnumz kuweza kuzindua studio mpya za Wasafi na kwa mbwembwe kweli kweli, na lakini hata hivyo kuna maneno aliyazungumza katika tukio hili la WCB Wasafi kuweza kuzinduliwa kwa ofisi zao. Alizungumza maneno mengi ambayo yaliweza kutrendi, na moja katika vitu ambavyo vina trendi ni issue ya Diamond kuzungumzia kuhusu serikali kama kuwasahau wanamuziki, lakini akabezi zaidi kwenye michezo. Tuna viwanja vinajengwa na nini, lakini hospitali, vitu vingine vinaachwa. Kwa akakumbushia kwamba wasanii umuhimu unaonekana kipindi cha kampeni, kitu ambacho watu wengi wamekuja juu sana kwa kauli ambayo alizungumza Diamond Platnumz. Lakini kutokana na issue pia ya ofisi za WCB studio za Wasafi kuweza kuonekana, watu kaanza kutembea na upepo huo wa studio za WCB. Tunaona media kubwa ambazo tunaziamini ziko serious zaidi kama Bongo FM na media nyingine zaidi zikionyesha ofisi zao. Mimi nimeamua kutaja kabisa jina la kituo kwa sababu ni kitu ambacho nilizani kwamba hawakuwa wanastahili kwenda na upepo wa mtu huyu mmoja Diamond Platnumz. Na hii kwa wasanii kuweza kureact juu ya kauli ambayo alizungumza Diamond Platnumz. Kwa mfano Harmonize ameweza kureact, na baadhi ya watu maarufu wameweza kureact na baadhi ya kauli ambazo alizungumza Diamond. Na maana kwamba Diamond ni ukweli usiofichika, ni msanii mkubwa sana na ambaye watu wengi wanategemea attention kutoka kwake. Kwa maana kwamba upepo wa Diamond watu wengi wanaweza kutembea nao. Yaani Diamond chochote anachokifanya inakuwa ni fursa hata kwa wengine ambao wanakuwa wakimpinga. Kitu hichi nakizungumza, mfano mzuri ni msanii Harmonize na baadhi ya wachambuzi, baadhi ya medias na baadhi ya watu maarufu. Wote wameweza kutembea na upepo wa Diamond kuanzia wimbo huu mpya wa I'm So Happy. Tunaona wengi maarufu wameenda na challenge, lakini tunaona Diamond Platnumz ameweza kuzindua studio mpya hizi, watu wameenda na upepo wake, zikipo media kubwa zaidi. Lakini pia wachambuzi wengi wameweza kujiengage katika hii issue ya Diamond kuweza kuzungumza kauli ile kwa serikali, kwa maana kwamba kuitumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba haijatenda haki, kwa sababu kwenye upande wa wasanii wa music ni kama imesaulika. Lakini tukienda katika upande wa michezo, tunaona kama serikali ndio huko imeconcentrate zaidi na kuwasahau wasanii wa muziki. Watu wengi wamekuja juu wakimtetea Diamond, lakini kuna watu wengi wamekuja juu wakimponda Diamond kauli yake hiyo. Na sasa nataka nizungumze kwa nini wasanii wengi wamekuwa wakitembea sana upepo wa Diamond. Ukweli ni kwamba Diamond ni msanii mkubwa, na ndio maana watu wengi wanatumia hii kama fursa kuweza kuzungumziwa. Wanaweza kutembea na issue ya Diamond popote pale, kwa sababu akizungumza utagundua kabisa hapa yes kuna 1 2 3. Nimeona kuna mchambuzi mmoja anafahamika kama Haji the Credible, lakini kuna Harmonize wameweza kubishana, kuna kauli naziona na bishana, lakini yote kwa yote ni kuhusiana na issue ya Diamond Platnumz. Ukweli usiofichika, Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao kwa sasa bado wanapendwa na ni wakubwa kwa kila ngoma ambazo huwa anaachia. Na ukweli usiofichika, watu wengi wanajaribu kuzungusha kwamba mpinzani wa Diamond si Alikiba, pengine huenda akawa ni Harmonize na wasanii wengine, lakini ukweli bado watabaki kuwa Alikiba, kwa sababu tumeona ametoa ngoma ambayo mara nyingi imekuwa ikishindanishwa na Diamond Platnumz ya Billy na nini. Lakini ukiangalia Harmonize, ukiangalia Diamond Platnumz ngoma yake I'm So Happy wakati huo, na Harmonize na ametoa ngoma, lakini tumekuwa tukiona Harmonize, Diamond na Alikiba wakiwa wakihusishwa mara nyingi, kuna ule upinzani Team Kiba na Team Mondi. Hii basi ni ukweli kwamba bado Alikiba ana nafasi yake, tukamuita king kwa engo fulani hivi. Lakini Diamond tunaweza kusema the top one in Tanzania, ni moja kati ya msanii ambaye the best in Tanzania, na hakuna ambaye anaweza kumfikia hata Alikiba, japo si vyema kumfananisha Diamond na Alikiba katika level hizi hapa. Kitu ambacho najaribu kukizungumza ni kwamba Tanzania tujaribu kwenda na vitu vya msingi na kuweza kujadili vitu ambavyo vinaweza vikawa vina faida kwa upande mmoja ama upande mwingine, kwa sababu tukiangalia
issue ambayo inajadiliwa mtandaoni ni Diamond aliweza kuianzisha baada ya kutoa kauli tata kuhusiana na serikali, na si tata, ni ukweli kwamba aliona kwamba serikali kuna namna fulani imesahau wasanii wa muziki na kuweza kuwapendelea zaidi kwenye upande wa michezo, na kati wote ni watu katika nchi moja na wote wana vipaji na vyote vinahitaji kuendelezwa. Sasa watu wengi wameamua kwenda na upepo wa Diamond Platnumz na wakijaribu kuzungumzia hii issue imekaaje, lakini wakijaribu kuzungumza vitu ambavyo vinaweza na mantiki. Na tukiangalia studio kama Bongo FM ni moja kati ya studio ambazo ni kubwa na ni brand pia, si vyema kuweza kwenda na upepo wa Diamond Platnumz au upepo wa WCB Wasafi kuweza kujikompea. Hii ni wanapiga promo kitu ambacho hawakijui kwamba ni mpinzani wao, wanampa nafasi ya kuweza kuwa juu zaidi. Wanampigia promo kwa staili moja ama nyingine, kwa sababu yeye ndo mwanzilishi wa kuonesha studio. Kwa nini usingeonesha studio before yeye Diamond Platnumz kuweza kuonesha studio zake za WCB Wasafi? Tubadilike na tuweze kuzungumzia vitu ambavyo vinaweza kama vina mantiki kwa jamii. Mimi ni Steven Kamil, hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, like, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.